Ni mwanadada Mange Kimambi, mwanaharakati huyu kutoka nchini Tanzania ambaye anaishi ughaibuni. Kwa mara ya kwanza kabisa amefunguka mazito baada ya taarifa za kifo cha ghafla cha mwanaharakati mwenzake Rachel Dangwa. Hiyo iko vipi? Basi karibu sana kupitia Biomedia Channel tuweze kufahamu kwa kina kabisa. Jina langu ni Official Rosdy. Mwanaharakati Mtanzania Rachel Dangwa ameripotiwa kufariki dunia nchini Japan baada ya kukutwa amefariki ndani ya chumba chake cha kulala. Taarifa za kifo chake ziliweza kuripotiwa na vyombo mbalimbali vya habari nchini Japani na kusambaa katika mitandao ya kijamii, hali ambayo ilizua maswali na huzuni miongoni mwa watu waliokuwa wakimfahamu. Kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa na Point3 TV, jeshi la polisi nchini Japani limeanza uchunguzi wa kina kuhusu tukio hilo ili kubaini chanzo halisi cha kifo hicho. Lakini hadi sasa sababu za kifo chake Rachel Dangwa hazijaweza kuwekwa rasmi, huku uchunguzi ukiendelea kukusanya taarifa na ushahidi kuhusu mazingira yaliyosababisha kifo chake. Taarifa hizo pia zinaeleza kuwa marehemu alikuwa akiishi nchini Japani, huku baadhi ya taarifa zikidai kuwa alikuwa akiishi katika mazingira yasiyo rasmi. Na hata hivyo pia swala hilo pamoja na mazingira mengine yanayohusiana na maisha yake nchini humo yanahitajika kuthibitishwa na mamlaka husika. Polisi wameripotiwa kusema kuwa hawakuwa na taarifa kamili kuhusu shughuli ambazo marehemu alikuwa akijihusisha nazo. Sasa baadhi ya vifaa vilivyodaiwa kukutwa katika chumba chake vimeibua tuhuma kuhusu aina ya shughuli alizokuwa akizifanya nchini Japani. Hata hivyo madai hayo bado hayajathibitishwa rasmi au uchunguzi wa polisi haujakamilika. Kifo cha Rachel Dangwa kimeibua mjadala kuhusu changamoto zinazoweza kuwakabili Watanzania wanaoishi ughaibuni, hususan wale wanaokabiliwa na mazingira magumu ya maisha au kutokuwa na msaada wa karibu wakati wa dharura. Kwa sasa kinachositizwa ni kusubiri matokeo ya uchunguzi wa polisi nchini Japani kabla ya kutoa hitimisho kuhusu chanzo cha kifo au mazingira yaliyozungumzika yaliyomkuta marehemu. Taarifa zaidi zinatarajiwa kutolewa kadri uchunguzi utakavyokuwa ukiendelea. Lakini vyombo vya habari vinavyofuatilia tukio hilo vinaendelea kutafuta taarifa sahihi zaidi kuhusu marehemu, huku familia, ndugu na Watanzania wengine wakisubiri majibu kuhusu kile kilichotokea. Baada ya taarifa hizo kuhusu kifo cha Rachel Dangwa, kumekuwa na maneno mengi mitandaoni, wengi wakijiuliza kuwa je, ni taarifa za kweli au uzushi tu? Maana kwenye mitandao ya kijamii kila kukicha maneno yanakuwa mengi, kila mtu anaongea la kwake. Ni wiki sasa pia Rachel Dangwa hakuonekana katika mitandao ya kijamii, na juzi taarifa kutoka Japani zimedai hivyo kuwa mwanaharakati huyo amekutwa amefariki ndani ya chumba chake. Sasa dada wa taifa Mange Kimambi, mwanaharakati huyo, katika mitandao ya kijamii amevunja ukimya na kuzungumza kuhusu hili la kifo cha mwanaharakati mwenzake Rachel Dangwa. Mange amedai kuwa hakutaka kuongelea hili, lakini kwa vile kumekuwa na maneno mengi mitandaoni, basi amedai kuwa yeye binafsi hana taarifa kuhusu hili, hivyo hajui kuwa ni kweli ama si kweli. Maana sio rahisi kwa wanaharakati au walio nje ya nchi kuuawa. Kama ni kweli, basi huenda kuna masnichi wamemzunguka. So tuendelee kuwa busy na kupambania taifa, tutumie muda mwingi kupambania taifa kuliko kufuatilia taarifa zisizo na uhakika. Right now bado kumekuwa na taharuki kuhusu mwanaharakati Rachel Dangwa. Hakuna anayejua ukweli kuhusu hili, japo watu wa karibu na Rachel wamekuwa wakilalamika kwamba ni wiki hawajamuona katika mitandao ya kijamii na mawasiliano ya kwake hayapatikani. Je, ni kweli amefariki ama ni story tu? Maoni yako mtazamaji katika hili basi tutaweza kuiangazia wakati mwingine.